mpaka dakika ya 90. Umeionaje mpaka Simba kupata ushindi wa 1-1? Cha kwanza tutoe kwanza shukrani kwa mkurugenzi wa Breakpoint ndugu yetu Machum. Ametengeneza mandhari nzuri, mandhari ambayo imetuweka vizuri. Tumekaa wastaarabu kutazama mpira huu. Mpira umekwisha. Sheria 17 za soka zinasema Berkane ndio washindi. Lakini kutoka kwenye mioyo yetu tunasema Simba ndiye mshindi. Kwa nini Simba ndiye mshindi? Kwa sababu mpira aliocheza, tempo ya mpira tangu dakika ya kwanza, goli alilofunga la kwanza, goli alilofunga la pili, ndio hapa tunarudi kuona kwamba bado mpira wa Afrika una changamoto zake. Lakini kiuhalisia, pamoja na Simba kuwa pungufu, bado Simba ameibuka bingwa wa michuano hii kwenye mioyo ya Watanzania. Na niko hapa kuwaambia mashabiki wa mpira wa Tanzania, kwa mpira aliocheza Simba ndio ziko changamoto chache kumtoa Shemalon Fundo na nini, lakini kwa ujumla Simba ndiye bingwa wa michuano hii ya mioyo ya Watanzania kwa aina ya mpira aliocheza. Na hata ile red card, ukiangalia red card ya Kagoma, nataka nikwambie aliugusa kwanza mpira. Na nataka Watanzania wajue kwamba kwenye mipira hii iko figisu. Hata ukiangalia replay imeonyeshwa mara moja tu. Baada ya replay ya kwanza kuonekana kwamba ni kweli mchezaji wa Simba aliugusa mpira na sio mchezaji, hawakuonyesha tena replay. Manake tunataka kuamini kwamba red card ile haikuwa red card, haikuwa sahihi kwa sababu tumeona mpira, tumeona replay. Na replay ya moja iliyoonyeshwa inaonyesha kabisa tackling ya Kagoma, alikwenda akaugusa mpira kwanza, baadaye ndio yule mchezaji akajigonga kwenye miguu. Kwa hiyo ile red card haikuwa sahihi. Lakini goli la pili la Simba ilikuwa ni move. Watu watasema offside kwa sababu watu walikuwa kwenye box, lakini aina ya movement ya mpira, anticipation ya ule mpira kuwa ni offside, inategemea na engo ya kamera iliyopiga mpira ule, engo ya kamera imekaaje. Lakini ni dhahiri kwenye mchezo wa fainali, cha kwanza huwezi kutoa red card ya ajabu. Sio kwa upande wa Simba, hata mchezaji wa Berkane angechezaje, lakini bado kwa hali ya fainali na tension iliyokuepo ilikuwa hairuhusu kutoa red card kwenye mchezo. Lakini pia kukataa goli la pili la Simba ambalo lilikuwa ni goli la movement. Na cha kuchekesha, hawakuonyesha replay ya goli kwa nini lilikuwa offside. Sababu wenzetu ukiangalia Premier League wanachora kabisa mchezaji amezidije. Sasa haina maana ya kuwa na VAR ambayo inatazama upande wa pili. Mmoja ambalo naweza nikasema, cha kwanza tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuweka hamasa kwenye mpira, kwa kusimama kama kiongozi kinara wa mpira. Ameisupport Yanga, ameisupport Simba, na tumeona rais ametoa ndege, imekwenda imepeleka watu, imerudi. Lakini hata hamasa aliyoitoa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ni kubwa kabisa, na uwepo wa rais kwenye mchezo huu pia imekuwa ni kubwa. Mimi ninachoamini mwisho wa mchezo huu, ni waombe sana wadau wakubwa wa mpira, NBC, CRDB, Mohamed Dewji, Gharib Bilali na wawekezaji wa mpira huu wajitahidi. Tunapokwenda msimu ujao, uwekezaji uongezeke. Kama leo Yanga ameingia fainali ya kombe la shirikisho, Simba ameingia fainali ya kombe la shirikisho, manake mpira wa Tanzania unakuwa. Ni maombi yangu kwa wadau, tusiwabeze Simba, tuungane nao katika kuwatia moyo, ili season inayokuja tunaamini kama sio Yanga sasa ambaye anakwenda kuchukua kikombe, basi ni Simba atachukua kikombe, kwa sababu kwenye uwanja wamedhihirisha dhahiri kabisa kwamba mpira wa Tanzania umekuwa. Hatuko hapa kuwalaumu Simba, hatuko hapa kuwalaumu Yanga, tuko hapa kuendelea kutoa hamasa sisi wadau na viongozi ambao tumekaa kwenye michezo na tumekaa kwenye serikali. Nataka nikuhakikishie michuano ijayo ya kombe la klabu bingwa barani Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika ni michuano ambayo hamasa yake itakuwa kubwa sana. Na nimalize kwa kumuomba ndugu yetu Wallace Karia, ambaye amekaa kwa mpira huu kwa muda mrefu, ajitahidi
anavyoweza. Kama Mungu atampa kibali cha kuongoza mpira huu katika miaka ijayo, ajitahidi sana kuwa mzalendo. Uzalendo hauji kwa kutumia nguvu ya Simba au nguvu ya Yanga kwenye jitihada binafsi. Uzalendo unakuja pale ambapo shirikisho la mpira wa miguu linakaa na vilabu vyake na kuvisaidia na kuvipa support, sio tu kuviahirishia michezo yake hii ya ligi au michezo ya FA, lakini ni kuona a direct intervention ya shirikisho letu la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF. Katika michuano hii nataka niseme kabisa, sina cha kupoteza. Wallace Karia hakuwa upande wa Yanga wala upande wa Simba. Tunataka kumuona Wallace Karia ambaye anakaa kuhakikisha mpira wa Tanzania unakuwa na mpira wa Tanzania unasonga mbele na vilabu vya Tanzania vinachukua kikombe. Kilichotokea hapa ni mipango tu nje ya uwanja. Nasema kabisa, hili iliyotokea ni mipango nje ya uwanja tu. Wamefanya walivyoweza kufanya. Angalia tempo ya refa, angalia tangu dakika ya kwanza refa alivyokuwa akichezesha. Unaona kabisa hii ni mipango, brother. Na sisi sasa tunakokwenda huko mwakani, tunahitaji kuona shirikisho la mpira wa miguu likiwa na mipango. Tunataka mpango wa Wallace Karia wa kuhakikisha vilabu vyetu vya Yanga na Simba, Azam, JKT Ruvu na Mungo, whatever ambacho kinakwenda kuwakilisha timu kwenye michuano ya kimataifa, tunakuwa na mipango ya kuhakikisha kombe linabaki Afrika. Dataflow